Mungu anakupenda, na kwa Mungu wewe ni wa thamani kubwa sana. Amen. Haleluya. Mwanadamu anaweza akakusahau, lakini sio Mungu. Amen. Mungu anakupenda. Haleluya. Mungu Amen. Anakupenda jinsi ulivyo. Haleluya. Pamoja na watu wamekukatia tamaa, pamoja na watu wamekuchoka, pamoja na watu hawataki kukusikia tena, lakini Mungu anakupenda. Amen. Kwa sababu upendo wa Mungu kwa mwanadamu haujawahi kupungua. Amen. Na ndio maana hata dhambi ilipoingia bustani ya Edeni, haleluya, iliharibu mahusiano tu na Mungu, lakini upendo wa Mungu kwa mwanadamu ulibaki pale pale. Na ndio maana Biblia inasema Adamu na Hawa baada ya kutenda uasi kwa Mungu, Biblia inasema wakajikuta wapo uchi. Biblia inasema Mungu akashona nguo akawavika. Haleluya. Akashona mavazi ya ngozi akawavika. Ni jinsi gani upendo wa Mungu ulikuwa upo pale pale. Na ninasema kwa nini Mungu upendo wake huwa haupungui kwa mwanadamu? Hata pamoja amefanya nini? Mungu anachukia dhambi kwa mwanadamu, lakini Mungu upendo kwa mwanadamu hauondoi. Na ndio maana Biblia inasema baada ya mahusiano na Mungu kuvunjika pale bustani ya Edeni, Mungu ikabidi aanze taratibu za kumrudia mwanadamu. Na hizi taratibu akaanza kwa namna gani? Biblia inasema akamtoa mwanae wa pekee kwa ajili ya ulimwengu mzima. Haleluya. Ili aje utafute ulimwengu, ili aje amtafute mwanadamu, ili aje amtafute mtu wa aina yoyote. Haijalishi umekatiwa tamaa, haijalishi wewe mwenye imefika uoni, imefika umekata tamaa, imefika unajua kabisa mimi sasa, yani mimi sina maana. Nataka nikuambie wewe ni wa thamani kubwa mbele za Mungu. Na ndio maana Mungu akatoa gharama ya kumtoa mwanae wa pekee kwa ajili yako. Amen. Na nataka nikuambie mtu yeyote anapomrudia Mungu, mikono ya Mungu ipo wazi muda wote kwa ajili ya kumpokea mwanadamu. Haleluya. Na angali uhai, basi nafasi ya toba na kusogea mbele za Mungu ipo kwa ajili yako. Amen.